Mheshimiwa Simon Lusengekile atafuatiwa na Mheshimiwa Sofia Mwakagenda. Mheshimiwa Daktari Christine Shangoma ajiandae. Mheshimiwa Mwenyekiti, nikushukuru kwa kunipa nafasi nami nichangie hotuba hii ya bajeti. Niungane na mchangiaji aliyemaliza Mheshimiwa Chiweresa kuwapongeza sana timu ya Simba kwa ushindi wa jana chini ya mgeni rasmi Mheshimiwa Juma Aweso. Hakika Juma Aweso ameona namna gani timu ya Simba inafanya kazi nzuri, na kama methali yake ambavyo amekuwa akisema, anayejua hali ya mgonjwa ni yule aliyelala naye, kwa sababu anajua mihemo yake. Kwa hiyo Mheshimiwa Aweso amesikia mihemo ya Simba, na tunaiombea Simba kwa ajili ya nusu finali ambayo iko mbele yao. Lakini pamoja na hayo, Mheshimiwa Mwenyekiti, nichukue nafasi hii kumpongeza sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia Suluhu Hassan kwa kazi kubwa anazozifanya na kwa namna anavyopambana kuhakikisha kwamba nchi yetu inapata maendeleo, lakini katika kazi nzima ya kutafuta fedha katika majimbo yetu na katika nchi yetu, kama ambavyo Mheshimiwa Ezra akasema hapa, miradi mikubwa ambayo sasa imekamilika na mingine imeanza kazi, ikiwemo SGR bwawa la Mwalimu Nyerere ambao tunaenda kupata megawati 2115 itakayosababisha kuwa na megawati 1031 katika nchi yetu. Haya ni maendeleo makubwa na ni pongezi kubwa sana kwa Mheshimiwa Mama Samia Suluhu Hassan. Angalia bwawa na daraja la Busisi na lenyewe ni kama limekamilika, muda si mrefu litaanza kutumika. Hii miradi ilikuwa ni mikubwa na mingine ilikuwa inatumia fedha zetu za ndani. Nimpongeze sana Mheshimiwa Rais kwa kazi hii, na mimi nataka niwaambie wa Tanzania, Mama Samia tunaye na tunatamba naye. Pamoja na pongezi nyingi kwa Mheshimiwa Rais, lakini pia nimpongeze sana mwenye hotuba Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, mimi nikupongeze sana kwa kazi unayomsaidia Mheshimiwa Rais. Wabunge hatuna mashaka na wewe, tunajua utendaji wako wa kazi mkubwa, na tunapongeza sana Mheshimiwa Rais kwa kuendelea kukuamini wewe na kuendelea kuchapa kazi kwa ajili ya Watanzania. Tumeona unavyotembelea halmashauri zetu, pale unapokuja wewe tunaona mabadiliko makubwa sana. Mheshimiwa Waziri Mkuu, ulikuja pale kwangu sikumbuki, nafikiri 2022 au 23. Tukaanza kujisifia, kumbe unatusubiri tu. Dakika 2 mbele Mheshimiwa Waziri Mkuu unauliza kwa nini milioni kadhaa hazikupelekwa kwenye akaunti. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa kweli umeendelea kuzisaidia sana halmashauri zetu, umeendelea kumsaidia Mheshimiwa Rais kwa majukumu ambayo umeendelea kufanya. Na mimi niwaombe tu wana Ruangwa kwamba waendelee kukuamini, mchapakazi. Na mimi niwaambie bado tuna wewe na tunatamba na wewe Mheshimiwa Waziri Mkuu. Lakini pamoja na hayo, Mheshimiwa Waziri Mkuu, pamoja na pongezi hizo, tunatambua mambo makubwa uliyoeleza kwenye hotuba yako. Tunatambua sekta mbalimbali ulivyoeleza kwenye hotuba yako. Tunaona ni maendeleo makubwa sana kwenye nchi yetu. Tunaona namna gani nchi yetu imeendelea kupiga hatua. Ninaamini kadri tunavyoenda tutakuwa pazuri zaidi, tukiona sasa hata uchumi wetu wa nchi unazidi kuimarika. Nikupongeze wewe kwa namna unavyoendelea kumshauri Rais, niwapongeze mawaziri kwa namna mnavyoendelea kumshauri Waziri Mkuu katika utekelezaji wa majukumu yake. Hakika nchi yetu sasa iko vizuri na maendeleo ni kemi matii na mabii yameendelea kuwepo kwenye majimbo yetu. Mheshimiwa Mwenyekiti, Busega kama Busega tumenufaika na fedha nyingi. Tukisema tuanze kutaja hapa, Mheshimiwa, nitahitaji nusu saa katika mchango wangu ili niataje yale ambayo yamefanyika kwenye jimbo letu la Busega. Tumeona hatukuwa na hospitali ya wilaya, na sasa tulipokea zaidi ya bilioni 4 na hospitali ya wilaya sasa inafanya kazi. Haya ni mapinduzi makubwa, na wana Busega wanasema Mheshimiwa Rais wanaye na wanatamba naye. Pamoja na hayo, pia barabara zimefunguka kwa kiwango kikubwa sana. Bajeti yetu 2020 ilikuwa milioni 714
na sasa tunavyozungumza kila mwaka kuanzia 2021 mpaka sasa tumekuwa tukipata bilioni 2 na milioni 700. Hii ni hatua kubwa, na Busega sasa imefunguka, na haya yote ni mapenzi makubwa ya serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Mama Samia Suluhu Hassan. Tunaye na tunatamba naye. Mheshimiwa Mwenyekiti, pamoja na hayo tumepata shule za msingi mpya za kisasa, shule 2, na shule za sekondari mpya shule 2. Haya ni mafanikio makubwa kwa wanabusega. Ni imani yetu kwamba kazi kubwa iliyofanywa na serikali, wananchi wa Busega watazidi kuiunga serikali yao ya awamu ya 6 inayoongozwa na Mama Samia na Waziri Mkuu Mheshimiwa Kassim Majaliwa. Pamoja na hayo tumepata vituo vya afya vya kutosha ambavyo jimbo letu la Busega wameendelea kunufaika, na tunaishukuru serikali imeendelea kutuletea wahudumu wa afya wakiwemo madaktari, lakini pia tuendelee kuendelea kuimarisha eneo la watumishi, ili sasa vituo vya afya ambavyo tayari vimejengwa na serikali yetu pendwa sana ya awamu ya 6 viendelee kutoa huduma iliyo na tija kwa wananchi wa jimbo la Busega na wananchi wa Tanzania nzima. Hii ni kufuatana na upatikanaji wa wahudumu katika vituo vyetu ambavyo vimejengwa, ya wakiwemo madaktari, wakiwemo manesi na watu wengine ambao wanahitajika kwenye maeneo yetu. Mheshimiwa, tuna kata moja ya kimkakati, kata yetu ya Kabita pale Nyamikoma. Tulishaleta pendekezo letu kama wanabusega kwa ajili ya kituo cha afya. Ni imani yangu sasa bajeti itakapokuja ya TAMISEMI, eneo hili sasa ni eneo muhimu, ili wananchi wa kata ya Kabita wapatao zaidi ya 36,000 wapate huduma ya kituo cha afya, ili na wao sasa na kata zingine za jirani kama Karemera waweze kufikiwa na huduma ya karibu ya kituo cha afya katika maeneo hayo. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, mwaka jana tulipata mafuriko pale Lamadi, na mafuriko haya yalisababishwa na magugu maji ambayo yamevamia ziwa pamoja na mto pale Lamadi, ambao ulisababisha ziwa Victoria kujaa kwa maeneo yale na maji sasa kurudi kwa wananchi, ambao wananchi wetu walipata adha kidogo. Sasa tushaandika andiko letu kwa ajili ya milioni 118 kwa ajili ya kutoa magugu maji kwenye mto pale Lamadi. Tunaomba sasa wizara husika itakapokuja ione namna gani na wasaidia wanabusega, kwa sababu maafa haya hayabishi hodi, ili siku nyingine tuondokane na adha hii, tupate hizo fedha kwa ajili ya kujenga mitalo, lakini kwa ajili pia ya kutoa magugu maji kwenye eneo hili la pale Lamadi, na wananchi wa Lamadi waweze kuishi salama. Lakini pamoja na hayo, Mheshimiwa Waziri Mkuu, pale Busega tumeanza ujenzi wa VETA. Tunashukuru sana serikali yetu awamu ya 6 kwa ajili ya ujenzi wa VETA, lakini kwa kweli sasa una muda mrefu, umesimama takriban miezi 6. Tunaomba sasa wizara yetu, wizara ya elimu, iangalie namna gani VETA hii inakamilika kwa wakati, ili wananchi waweze kuitumia na value for money iendelee kuonekana kwa wananchi wetu, kwa sababu VETA hizi zilijengwa kwa ajili ya vijana na zilijengwa kwa ajili ya kutoa huduma kwa vijana wetu. Ni imani yetu sasa atakapokamilika zitaleta tija kwa vijana ambao watakuwa wamesoma katika maeneo yale, na katika wigo mzima wa kupata ajira, wananchi wetu watapata ajira na itaweza kuwasaidia kwenye maeneo husika. Niendelee kukushukuru sana Mheshimiwa Mwenyekiti kwa kuendelea kutupa nafasi hii ili tuweze kuchangia na kuona mustakabali mzima wa bajeti ilivyo salama ya Mheshimiwa Waziri Mkuu. Na mimi sasa niungane na Waziri Mkuu kuunga mkono hoja hii na tumpitishie fedha alizoomba ili waweze kutekeleza majukumu yao. Niwapongeze sana mawaziri mnaomsaidia, Mheshimiwa Rukuvi, Liziwani na manaibu waziri mnaosaidia wizara hii ya Waziri Mkuu. Tuna imani kubwa pamoja nanyi, na mimi niungane nanyi kupitisha bajeti yenu. Baada ya kusema hayo, nirudie tena, Mheshimiwa Rais tunaye na tunatamba naye. Wanarwangwa, Mheshimiwa Waziri Mkuu tunaye na tunatamba naye, na tunapongeza kwa kazi. Asante sana, naunga mkono hoja.